Immanasi Sports. Bwana, moja kwa moja sasa tuanze kuzitazama taarifa za kimichezo kwa hapa nyumbani. Ligi kuu ya kandanda NBC imeendelea katika siku leo, mchezo ambao umetoka kumalizika muda si mrefu kati ya Young Africans Sports Club dhidi ya Wadamangu Shwagusu Kaya Coastal Union, na Young Africans wameibuka na ushindi wa mabao 4-0. Mabao 4-1. Ni kualike tu kwa ajili ya tufanye tathmini sasa ya kile ambacho kimejiri ndani ya dakika zile 90. Young Africans walikuwa bora katika maeneo gani? Of course, kwanza unawapongeza zaidi Young Africans Sports Club kwa aina mpira ambao wamecheza. Binafsi nilitegemea hichi ambacho nimekiona leo kwa mechi leo ya Coast na Yanga, nilitegemea kwa maana kwenye idadi ya magoli. Ijapokuwa kwenye idadi ya magoli nilitegemea idadi kubwa zaidi ya magoli tofauti na haya 4. Nilikuwa nategemea magoli kuanzia 5, 6 na hata 7 kwa namna ya quality ambao wako nayo moja kwa moja Young African Sports Club. Ukimtazama kwa kocha Mangoba Mniti, manake unazungumzia ni kocha ambaye physical, technical, tactical, namna ambavyo ameiandaa zaidi timu yake na kupa uwezo wa kuweza kupata matokeo mazuri zaidi ndani ya uwanja. Ukiangalia intensity ya Young Africans ndani ya pitch ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko Coastal Union. Ijapokuwa walikuwa na watazama kwa upande wa Coast, walikuja na mpango wa kuwazuia zaidi Young African Sports Club. Moja kati ya target ambayo Coast walikuwa nayo katika mechi, walisema ya kwamba wanahitaji aina 2 ya matokeo. Kama watashindwa kupata pointi 3, basi at least waweze kupata alama 1. Hiyo ndio ilikuwa ni plani ya Coastal Union. Na mara nyingi unaposema una plani ya kutaka either pointi 3 au pointi 2, maana yake moja kwa moja ni lazima kwenye aina yako ya kikosi ambacho unaanza nacho kiweze kuwa na katika segment hiyo ya aina 2 ya matokeo, either kwa upande wa sare, either kwa upande wa pointi 3. Hilo ni jambo la msingi zaidi. Lakini pia vile vile ukisema unahitaji kushinda, kwa maana kwamba unasema bwana, mimi matokeo yangu ni aina 1 pekee, ni ya kupata pointi 3, maana yake kikosi ambacho unapaswa kuweza kuanza nacho unasema kiwe ni kikosi ambacho moja kwa moja cha kuweza wewe kwenda kukupatia huo ushindi ambao kimsingi unauhitaji. Sasa ukiwatazama kwa upande wa Young Africans, walikuwa wanahitaji kushinda mechi ya leo, lakini sio tu kushinda, wafunge goli nyingi zaidi. Hiyo ndio ilikuwa ni plani na target kubwa zaidi ya Young Africans. Ukiangalia idara yao ya ushambuliaji ambayo ilikuwa inaongozwa na Peter Sharulile, lakini ukiwatazama kwenye upande wa maflanksi kulikuwa kuna mabadiliko kidogo ya style ya uchezaji. Unamtazama Hussein Zakwani ambaye alikuwa anacheza na Max Zengeli mpia kama mawinga kwa maana 7 na 11. After then unamwangalia Albert Kangwanda alikuja kusimama katika eneo la namba 10 kama kwa maana kwamba attacking midfielder. Lakini ukiangalia viungo wakati wale wawili kwa maana defensive midfielder na holding midfielder ambaye alikuwa ni Duke pamoja na Mudathiri ya Kiabasi. Sasa kulikuwa kuna plani walikuwa naicheza Young Africans ya kwamba kuna muda ulikuwa unamuona Albert Kangwanda alikuwa anakwenda kusogea kucheza kama namba 11, alafu ulikuwa unamwangalia Hussein Zakwani alikuwa anarudi katikati kuja kuchukua mipira na kupanda nayo mbele. Sometimes pia vile vile kulikuwa kuna mabadilikano pia na badilishano ya position. Kuna muda tulikuwa tunamuona Max Zengeli mpia kwa maana kwamba anakuja kucheza kama namba 10, alafu Albert Kangwanda anakwenda kutengeneza pacha pamoja na Hussein Zakwani katika eneo la maflanks kwa maana mawinga. Hicho ni kitu ambacho kilikuwa kinavutia zaidi kwenye style of play ya Young Africans. Lakini pia vile vile unajaribu kuwatazama Young Africans, ndio unaweza ukasema wakikaa saa hizi wakijaribu kufanya review ya mechi ya leo, maana yake inawezekana wachezaji wakalia sana wa Young Africans kuliko kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ni mechi ambayo walitengeneza nafasi nyingi sana. Yaani kwa haraka tu ni kwamba Young Africans walitengeneza nafasi zipatazo takribani 10 plus. Yaani ukijumlisha dakika 45 za kwanza na ukijumlisha pia vile vile dakika 45 za pili, maana yake ukicombine kwenye nafasi hizo zinaweza zikafika nafasi zaidi ya 10. Na hapo pia vile vile maana yake kwamba unampongeza pia mlinda mlango wa Coastal Union ambaye unamzungumzia bwana mdogo Chuma Ramadhani Mgeni. Ukimwangalia umbo lake na kile ambacho anakifanya kwenye milingoti mitatu ni vitu viwili tofauti. Angalia saves ambazo alikuwa anazifanya. Maana yake kama Chuma Ramadhani Mgeni
asingekuwa kwenye ubora mzuri katika mechi ya leo, maana yake kila shambulizi ambalo Young Africans walilokuwa nalifanya kwenye lango la Coastal Union basi lingeweza kuzaa bao. Lakini angalia saves ambazo walikuwa nazifanya za kina Hussein Zakwane, za kina Albert Kangwanda, za kina Max Zengeli mpia, kwa sababu kuna tukio lilitokea, Max alipiga mchi, ule mpira ukaenda kumpiga kifuani mchezaji wa Coastal Union, alikuwa anatema udenda tu. Ulipigwa mpira wa kushiba kweli, lakini yote ilikuwa ni kuhakikisha kwamba nyavu zao moja kwa moja zifanye nini, azitikisiki. Lakini pia vile unajaribu kuangalia kuna tukio lingine pia la kosa nyingi zaidi ambazo ziliweza kufanyika kwa upande wa Young Africans. Maana yake unasema kama wangeweza kuwa na utulivu wa kutosha katika eneo la mwisho Young Africans, maana yake moja kwa moja ilikuwa kwenda kutengeneza faida ya kuscore magoli mengi zaidi ndani ya dakika 45 za kwanza. Lakini angalia goli ambalo alikuwa amekwenda kufunga kwa maana kwamba goli ambalo alikuwa amefunga Albert Kangwanda. Utulivu wa kutosha, ndio pale tunasema ni ya kwamba unampongeza mpiga pasi la kwanza, la pili unampongeza mfunga bao, kwa sababu Albert Kangwanda kwanza alishusha ile pressure baada ya kosa nyingi, aliutuliza ule mpira ukadunda kidogo, then akaachia volley. Unaangalia ile energy ambayo ilitoka kwenye mguu wake, ngoma ikaenda kujaa katika wavu, watu wanapata goli la kwanza. After then unaangalia kwenye goli la pili, unampongeza Hussein Zakwane, ijapokuwa alipiga chenga ya kizamani, lakini ule mpira alifanikiwa ndani ya penalty area, utulivu wa kutosha na kuangalia wapi anapaswa kupeleka mpira, anapiga vipas. Max Zengeli mpia anautuliza mpira mbele, kwa kuna idadi kubwa ya wachezaji wa Coast, anaachia volley, ngoma inajaa katika wavu. The same goli la tatu la Mudathiri yake ya basi, the same goli la 4 la Mohamed Hussein Shabalala la second half, ambao unaangalia pia utulivu wa Mohamed Hussein, anaonyanyua mpira unaenda kujaa katika wavu. Lakini ukiangalia katika mechi ya leo, inawezekana katika kosa zote ambazo Young Africans ambazo wamezifanya, nafasi nyingi ambazo wamezitengeneza katika siku ya leo na kushindwa kuzitumia, inawezekana katika watu ambao watakuwa wanalalamika zaidi, anawezekana akawa ni Peter Sharulile. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ni kama amekosa bahati katika mechi ya leo. Hivi unajua kwamba Peter Sharulile leo alifunga magoli mawili na yote alikataliwa. Alikuwa kwenye offside position. Magoli mawili alifunga Peter Sharulile, yote alikuwa kwenye offside. Lakini pia vile unaangalia Peter Sharulile, kuna nafasi ambazo alikuwa naomba ekewe mali. Wachezaji kina Albert Kangwanda, kina Max Zengeli mpia, kina Mudathiri ya basi walikuwa wamwekei mali. Ukiangalia kwa mfano kipindi cha pili, kuna chance ilipata Albert Kangwanda, yeye na golikipa Chuma Ramadhani Mgeni ametulia tu anaomba mpira. Yani alikuwa ametulia tu. Shashaman Sharulile mweke pasi afunge, lakini Kangwanda alipiga golikipa akacheza. Kuna nyingine ikapatikanika, Kangwanda anaiomba Sharulile akaipiga nje. Shadrack Isaka Boka alitengenezewa pasi, yaani unajua kabisa kwamba hii ngoma mtu anaiomba, yaani alikuwa anaiomba Sharulile bana, mpira uko nao Boka niweke njiani. Boka alitaka kufunga mwenyewe akapiga mnazi. Kuna nyingine tena Boka katengenezewa muda anaiomba V pasi, piga V mimi nifunge, kapiga cross dongo, mpira umepita. Kwa hiyo unaona kuna kosa nyingi sana Young Africans, yani walikuwa na ile nidhamu ya uchoyo. Lakini kama ungekuwa na utulivu, kwa sababu bwana tupo kwenye bwana hii hapa Shashaman na imani, leo Sharulile alikuwa anafunga so chini ya goli 4 mpaka 5 peke yake ndani ya dakika 45 za kwanza. Nafasi ambazo Young Africans walizokuwa nazitengeneza, ambazo walikuwa wanashindwa kufunga na walikuwa wanashindwa kumwekea Peter Sharulile. Kama wangemwekea njiani bwana Sharulile mali hapa, Sharulile alikuwa na uwezo wa kufunga goli 3 kipindi cha kwanza, goli 4 kipindi cha pili, au hata goli 3 kipindi cha pili. Alikuwa yani katika idadi yote magoli alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kufunga Peter Sharulile. Nadhani hicho ni kitu ambacho nilikuwa namwangalia pia hata reaction ya kocha kwa maana kwamba wa Young African Sports Club Mangoba Mniti, kuna muda alikuwa anarusha mpaka mikono juu. Kwa sababu zinapatikanika nafasi alafu wachezaji wanashindwa kuzitumia. Lakini pia vile ulikuwa unaangalia pia, ukiachana tu na nafasi kupatikanika, wachezaji wanashindwa kuzitumia, lakini unaona kuna kitu kilikuwa kinaendelea, kwa maana kwamba Sharulile yupo kwenye position nzuri, anaomba ekewe mpira aweze kufunga, alafu kina Hussein Zakwane, kina Albert Kangwanda, kina Mudathiri, kina Duke Ogabuya, unaangalia kina Max Zengeli mpia hawamwekei pasi ili aweze kufunga. Kwa hiyo unajaribu kutazama licha ya kupata ushindi, lakini moja kati ya vitu ambavyo unapaswa kuvitazama kwa kiwango cha juu zaidi, na anaamini pia kwa kocha
wa Young African Sports Club atarudi kwenye uwanja wa mazoezi kwenda kuangalia ni nini ambacho anapaswa kuweza kukiongeza, kwa sababu mechi inayofuata maana yake Young Africans atakuwa nyumbani dhidi ya JKT Tanzania tarehe 24. Hiyo peke yake inaweza kaenda kumnyanyua kwa kiwango cha hali ya juu zaidi. Lakini pia vile vile kwa wale ambao walikuwa nauliza bwana, leo MVP alikuwa ni nani? Man of the match alikuwa nani? Alikuwa ni Chachiboy. Max Zengeri pia yeye ndio alikuwa man of the match katika mechi ya leo, ikiwa ni kwa mara ya pili mfululizo. Alifanya hivyo kwenye mechi iliyopita dhidi ya Namungo akawa man of the match, lakini pia vile vile na leo pia amekuwa man of the match. Kwa hiyo unampongeza mwanetu bwana Chachiboy Max Zengeri pia.